Tunaendelea na mahakama. Majaji wanaingia, ajuaye anasema wako tayari kuendelea upande wao wa jamhuri. Jaji Nduguru anamuuliza Mheshimiwa Lissu, naye anasema yuko tayari kuendelea. Na shahidi wake anaitwa John Mnyika Njoo. Katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika anaitwa na anapanda kizimbani, amevaa shati nyekundu ya chama, anafuatwa na karani wa mahakama wanateta na Mnyika anacheka. Jaji anasema unaitwa nani? Akajibu John Mnyika. Umri wako miaka 46. Kazi yako katibu mkuu wa Chadema. Dini yako Mkristo. Haya, muapishe. Mimi John Mnyika na hapa ushahidi nitakaotoa utakuwa wa kweli, ukweli mtupu na Mungu anisaidie. Sasa Mheshimiwa Lissu anaanza. Akasema Lissu, nitakayokuuliza uyajibu kwa utaratibu, maana majaji wanaandika na mimi nafahamu una sauti nzuri tu. Sasa waeleze majaji, umeshikilia nafasi hii ya Chadema kuanzia lini? Mnyika akasema kuanzia mwaka 2019 mimi ni katibu mkuu. Kabla ya hapo ulikuwa na nafasi yoyote nyingine? Amna, kabla ya hapo nilikuwa KM, nilikuwa mkurugenzi wa vijana Chadema Taifa kuanzia mwaka 2003 hadi mwaka 2011. Wakati naishikilia nafasi hiyo mwaka 2007 niliteuliwa kuwa mkurugenzi wa habari na uenezi, hivyo nilishikilia nafasi mbili kwa wakati mmoja. Nafasi ambayo niliitumikia mwaka 2014. Na wakati huo kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2011 nilishikilia nafasi ya mkurugenzi wa mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa wa Chadema. Na mwaka 2014 niliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Taifa, nafasi ambayo nilishikilia hadi mwaka 2019 nilipoteuliwa kuwa katibu mkuu. Nilipokuwa mbunge pia Mheshimiwa Lissu akasema huko tutakwenda pia, bado subiri. Nafasi nyingine je? Mnyika akasema nilikuwa mwenyekiti wa chama mkoa wa Kinondoni kwa vipindi viwili. Nafasi nyingine je? Nilikuwa katibu mkuu wa bunge wa chama. Nilikuwa katibu wa wabunge wa Chadema bungeni kati ya mwaka 2010 mpaka mwaka 2015 na nikawa tena katibu kuanzia mwaka 2016. Jaji akasema ulikuwa mbunge wa? Mnyika akasema nilikuwa mbunge wa jimbo la Ubungo mwaka 2010 hadi mwaka 2015 na baadaye jimbo la Kibamba mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Lissu akasema nafasi ya katibu mkuu wa Chadema ni nafasi ya aina gani katika uongozi wa chama? Mnyika akajibu ni nafasi ya mtendaji mkuu wa chama ambaye ni mwenyekiti wa sekretariat ya chama na ni msimamizi mkuu wa rasilimali, utawala, uendeshaji wa chama. Na katibu mkuu ndiye msimamizi mkuu wa utekelezaji wa maamuzi na maelezo ya vikao vyote vikuu vya chama ambavyo ni kamati kuu, baraza kuu na mkutano mkuu wa chama. Mheshimiwa Lissu akasema taratibu. Vile mimi ni msimamizi mkuu wa wafanyakazi wa chama na waliopo makao makuu ya chama ikiwemo pia makatibu wote wa chama. Lissu akasema sasa nisubiri mimi. Sasa shahidi, naomba waeleze majaji kama wa chama chako huwa kinafanya vikao au mikutano ya chama na utaratibu wake ukoje? Mnyika akasema chama huwa kina mikutano ya aina mbili kuu ambazo ni mikutano ya ndani. Usiposikia jaji anasema tuendelee. Mnyika akasema kuna mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani. Jaji Nduguru akasema sio lazima niseme naweza sema endelea. Watu wakaibua kicheko mahakamani. Mnyika akasema kwa mikutano ya ndani, ngazi ya utendaji chombo husika ambacho ni secretariat kinakaa kikao cha ngazi ya kitaifa chini ya katibu mkuu na kufanya maandalizi ya kikao hicho na majukumu yanagawanywa na maandalizi yake. Lissu akasema hapo subiri. Sasa waeleze majaji nani wajumbe wa hiyo secretariat? Mnyika akasema ni katibu mkuu wa chama taifa ambaye ndiye mwenyekiti wa secretariat, manaibu katibu wakuu wawili, mmoja wa Zanzibar na mwingine wa bara, wakurugenzi za chama taifa, wataalamu na katibu wa secretariat aliyeteuliwa na katibu mkuu wa makatibu wa baraza ya chama kwa maana ya baraza la wazee, baraza la vijana na wanawake. Akataja na vihubi vyake ambavyo ni Bavecha, Bawacha na Bavicha. Lissu akaendelea kumuongoza shahidi wake Mheshimiwa John Mnyika. Akamwambia tena katika wajumbe wote hao uliowataja waeleze majaji kama mwenyekiti wa chama ni sehemu ya hiyo secretariat ya chama taifa. Mnyika akasema sio sehemu ya secretariat, mwenyekiti hayupo kwenye secretariat. Lissu akasema tuko mahakamani leo kwa sababu ya kesi ya uhaini na unikabili mimi. Shitaka la hiyo kesi linasema kwamba mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 niliitisha mkutano wa watiania ya wagombea kwa nafasi mbalimbali na nilitengeneza nia ya kuhamasisha umma kuvuruga uchaguzi mkuu huo, na nataka uwaeleze majaji kama unafahamu wowote kuhusiana na jambo hilo au mkutano huo. Mnyika akasema ninaofahamu huo mkutano wa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Wazo lake lilitoka kwangu. Niliuandaa kwa maelezo yangu. Uliandaliwa na secretariat ambao nilisimamia vikao, yani secretariat ya kupanga na kugawanya majukumu na maandalizi ya vikao hivyo. Pia
niliidhinisha fedha za matumizi ya mkutano huo kama accounting officer na nilishiriki mkutano wenyewe. Lissu akasema, sasa shahidi, kwenye ushahidi wako wa mwanzo ulisema kuwa kuna aina mbili za mikutano. Ulisema kuna mikutano ya hadhara na ile ya ndani. Sasa huo wa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 ulikuwa wa aina gani? Mnyika akasema ulikuwa wa ndani wa Chadema. Ulikuwa na lengo la kudai mageuzi ya kimfumo wa uchaguzi chini ya kauli mbiu ya no reforms no election, na kwa tafsiri yetu ya Kiswahili ni kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Lissu akasema uliwahusu wakina nani haswa? Mnyika akasema waliokuwa na nia ya kugombea wote, yani viongozi wa chama pia. Lissu akasema mliwaalika akina nani haswa au viongozi wa chama? Mnyika akasema mwenyekiti Tundu Lissu, makamu John Heche, makamu mwenyekiti Zanzibar Saidi Mzee Saidi na viongozi wengine ambao ni sehemu ya secretariat. Lissu akasema huo mkutano unaouita wa ndani ulifanyikia wapi? Mnyika akasema ulifanyikia Mkocheni, makao makuu ya chama, katika ukumbi wa mikutano wa chama makao makuu. Lissu akaendelea tena, ni waandishi wa habari gani mliwaalika? Mnyika akasema tuliwaalika kwa ujumla, na kazi ya kualika tulikabidhi hilo jukumu kwa mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa chama Brenda Lupia, na pia nilielekeza itolewe taarifa kwa umma kuhusu mkutano huo. Lilitolewa tangazo hilo la taarifa kwa umma kwa waandishi wa habari. Mnyika akasema tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025 lilitolewa tangazo likiwa limesainiwa na Brenda Lupia, ambao lilialika waandishi wa habari wote na pia kueleza umma kuhusu kuitisha kwa vikao hicho. Lissu akasema wakati wewe na secretariat mnafanya yote hayo, mwenyekiti wa chama alikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa kama sehemu ya operation ya no reforms no election kwa kutumia njia ya mkutano ya hadhara, si ndio? Kanda ya Nyasa maana yake ni nini? Ni sehemu gani ya nchi hii? Mnyika akasema inajumuisha mkoa Mbeya, Songwe, Njombe, Iringa na Rukwa. Chadema ndio tunaiita hiyo kanda ya Nyasa. Lissu akasema hiyo kanda ilitumia muda gani kama unakumbuka? Mnyika akasema ilianza tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025 hadi kabla ya tarehe 3 mwezi wa 4. Lissu akasema waeleze majaji, wakati mnafanya hayo maandalizi alishiriki kwa namna yoyote maandalizi ya mkutano huo wa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025? Jobu Mlema akasema akumbushwe kuwa utaratibu ufuatwe. Lissu akasema hakuna pingamizi, acheni niendelee. Eleza ushiriki wa mwenyekiti wa chama. Mnyika akasema hakushiriki kwa namna yoyote. Lissu akasema kuhusu kualika watu ambao ni watiania au waandishi wa habari, je, elezea hilo. Mnyika akasema hakushiriki kabisa kualika watiania au waandishi wa habari. Lissu akasema tena waeleze majaji, waandishi wa habari na vyombo vyao vile walishiriki mkutano huo. Mnyika akasema Jambo TV, Zechanzo pamoja na Mwanzo TV walishiriki. Lissu akasema naomba nipatiwe kielelezo D16 maelezo ya DW17. Jaji Nduguru akasema mna lolote serikali? Ajuaye akasema hatuna shida. Lissu akasema sasa shahidi, wasomea majaji kwa mujibu wa kielelezo hicho, shahidi wa Jambo TV alipataje taarifa za mkutano? Mnyika akasema nakumbuka taarifa za mkutano huu nilizipata na kuziona pia, nakumbuka kutoka kwa mkurugenzi wetu ambaye ni John Marwa, ambaye na yeye alipata tangazo hilo kutoka kwa afisa wa habari wa Chadema. Huu ni ushahidi muhimu sana kwa upande wa utetezi. Mnyika anajaribu kuvunja madai ya mashtaka kwamba Lissu ndiye aliyeitisha na kuandaa mkutano huo kwa kusema wazo lilitoka kwangu, niliuandaa, niliidhinisha fedha. Mnyika anajiweka mwenyewe katikati ya matukio na kumtoa Lissu nje ya maandalizi. Anaendelea na mstari ule alioweka Lissu kuwa huu ulikuwa mkutano wa ndani. Hii inalenga kupunguza uzito wa madai ya public incitement. Hoja ya kwamba mwenyekiti sio mwanachama wa secretariat ni hoja ya kimuundo, inaonyesha kuwa maamuzi ya utendaji ya kila siku yako chini ya katibu mkuu na sio mwenyekiti. Alitoa aribi ya mahali Lissu alikuwa akifanya mkutano wa hadhara kunalenga kuonyesha kuwa hakuwa mdogo wa maandalizi. Na kwa kujitwika jukumu hili, Mnyika anajiweka katika hatari ya kuhojiwa vikali na upande wa mashtaka kuhusu nia na maneno yaliyosomwa kwenye mkutano. Kwa ujumla, utetezi umeanza kujenga simulizi mpya. Mkutano ulikuwa wa secretariat na sio wa mwenyekiti.